Yes. Ligi ilichelewa kumalizika. Na hata ukiangalia mechi ya mwisho ya Simba na Yanga inaamua nani awe bingwa, ilichelewa kuchezwa. Na tafsiri yake ni kwamba kipindi cha mapumziko kilikuwa kifupi sana, sababu baada ya kutamatika kwa ligi kuu moja kwa moja tukaingia kwenye majukumu ya timu ya taifa. Michuano ya CHAN ilifanyika Tanzania na Kenya na Uganda. Amani Complex pamoja na Benjamin Mkapa tuliweza kushikilia mashindano haya na aliweza kuchezwa katika ardhi ya Tanzania, lakini kadhalika pia alichezwa Uganda, kadhalika pia alichezwa nchini Kenya. Kwa hiyo kwa michuano hiyo ya CAF imepelekea ratiba zetu ziweze kuwa ngumu zaidi, lakini huo ni msimu uliomalizika. Lakini ukija kuangalia msimu huu sasa tumeuanza, bado pia ratiba za CAF zimekuwa ngumu zaidi. Tunaanza kuona mwezi huu Novemba, Yanga wanaanza kucheza mwishoni wa mwezi huu Novemba, Simba, Azam pamoja na Singida Black Star pia kadhalika. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo inapelekea mchezo huu kuweza kupelekwa. Mambo vipi mwana michezo mwenzetu, karibu tena dimbani, njoo tuzungumze michezo. Jina langu naitwa Cisco, niko naye hapa Steven Mapunda, na kwenda kusikia bengi na mazuri, lakini taarifa kubwa mno baada ya dabi ya Kariakoo kuotambawa na kuahirishwa. Ziko sababu ambazo takwenda kuzipata hapa, kwa nini dabi hiyo imeotambawa na kusogezwa mbele. Haitochezwa mwaka huu, dabi itachezwa mwakani. Mambo ni mazito kweli kweli. Kunani? Basi ungana nasi sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa pia yanapewa nguvu kubwa mno na Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa wa kufanya usafi. Je, una nyumba yako ama ofisi yako umepata na unataka isafishwe vizuri ili uweze kuhamia ikiwa safi na ng'ara, basi watafute Double G Cleaners. Hawa wanasafisha ile majengo ambayo umetoka kujenga na unataka lisafishwe ling'ae kweli kweli, lakini ofisi ama majumbani pia wanafanya usafi wa hali ya juu, na usafi ambao utaacha historia kwenye jengo lako. Sasa wanapatikana kupitia nambari ya simu ya 0675 7634. Namba yao ya simu ni 0675 34 Wapigie sasa ili uweze kupata maelekezo mazuri na waje saiti kwako wa kufanyia usafi kwa gharama nafuu mno. Steven Mapunda, uko vizuri? Yes, mimi niko vizuri. Nilikuwa nawasikia hapo Double G Cleaners. Mabingwa hawa wanafanya usafi bwana, hatari kweli kweli hawa. Kabisa. Yaani wanang'arisha kama vile kesho hapata chafuka tena. Kabisa. Lakini pia mimi Double G Cleaners waliniacha hoi kwamba wanasafisha hadi mashamba. Yaani kama wewe umenunua zako heka zako kadhaa, unataka kujenga hospitali nini, namna kuifanya lile eneo liweze kuwa safi kabla mafundi ujenzi hawajaja kufanya jambo lao, basi wao wanafanya hivyo. Pia. Lakini pia jengo lako la hospitali ama shule ama mabweni yamekamilika sana, natakiwa yawe masafishwe, basi na pia wanakuja kufanya jambo lao. Au umejenga nyumba yako kule Chanika, labda Gongo la Mboto, huko wapi Mbagara, unataka sasa usafishe kabla kuhamia na familia yako, unawaita wanakusafishia na vifaa vya kisasa, unahamia sehemu iliyokuwa bora, nzuri na safi zaidi kwa ajili ya afya yako. Kabisa. Na mimi kikubwa zaidi kilichonifurahisha, gharama zao ni rafiki sana. Leta maneno. Yes. Bana, taarifa ni nyingi kweli kweli Steven Mapunda, lakini taarifa ambazo tunazijadili nyakati hizi ni kutokea pale bodi ya ligi. Taarifa rasmi imetoka kubadilishwa kwa ratiba ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa mchezo wa dabi ambao ulipangwa kwa kukutanisha Yanga na Simba na Yanga tarehe 13 ya mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Mchezo huo sasa rasmi utachezwa mwaka huu, utachezwa mwakani. Unanipata uzuri na mchezo wa kwanza utachezwa mwakani mwezi wa 3 tarehe 11 2026. Lakini pia mchezo wa pili utachezwa mwezi wa 5. Unanipata uzuri, mwakani tarehe 3 mwaka 2026. Ndio. Sasa hapa ziko sababu nyingi kweli kweli zinaelezwa. Nataka utujuze miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea mchezo huu kuotambawa. Of course ni jambo ambalo halipingiki. Ratiba ngumu za FIFA na ratiba ngumu za CAF ndio imekuwa sababu harisi
ya mchezo huu kuweza kupelekwa mbele. Sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wote tunakubaliana kwamba msimu uliomalizika ligi ilichelewa kumalizika, na hata ukiangalia mechi ya mwisho ya Simba na Yanga inaamua nani awe bingwa, ilichelewa kuchezwa. Na tafsiri yake ni kwamba kipindi cha mapumziko kilikuwa kifupi sana, kwa sababu baada ya kutamatika kwa ligi kuu moja kwa moja tukaingia kwenye majukumu ya timu ya taifa. Michuano ya CHAN ilifanyika Tanzania na Kenya na Uganda. Amani Complex pamoja na Benjamin Mkapa tuliweza kushikilia mashindano haya na aliweza kuchezwa katika ardhi ya Tanzania, lakini kadhalika pia alichezwa Uganda, kadhalika pia alichezwa nchini Kenya. Kwa hiyo kwa michuano hiyo ya CAF imepelekea ratiba zetu ziweze kuwa ngumu zaidi, lakini huo ni msimu uliomalizika. Lakini ukija kuangalia msimu huu sasa tumeuanza, bado pia ratiba za CAF zimekuwa ngumu zaidi. Tunaanza kuona mwezi huu Novemba, Yanga wanaanza kucheza mwishoni wa mwezi huu Novemba, Simba, Azam pamoja na Singida Black Star pia kadhalika. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo inapelekea mchezo huu kuweza kupelekwa mbele zaidi, kwa sababu ukiangalia bwana Cisco, mchezo wa kwanza Yanga wanacheza tarehe 22, mchezo wa kwanza Simba wanaanza tarehe 23. Baada ya hapo wanapinduka wanakwenda kucheza tarehe 29 kwa tarehe 30. Kwa hiyo kama ingekuwa inachezwa mchezo tarehe 13, tafsiri yake ni nini? Kwamba hivi vipolo vya hapa katikati kwenye kucheza kwa ajili ya kucheza CAF, vipolo vya katikati vingechezwa lini ili waweze kuja kucheza mchezo wa tarehe 13 Disemba. Kwa unaona kabisa kwamba kuna ugumu wake wa kuweza kuifanya ratiba iweze kukaa sawa bin sawia. Kwa hiyo kuna ulazima wa kuweza kuipeleka mbele. Lakini pia ukiangalia michuano ya CAF katika hizi hatua za makundi zinakwenda kutamatika mwezi Februari. Umeona? Mwezi wa pili ndo zinakwenda kutamatika kujua nani amekwenda robo finali, nani ameishia hatua ya makundi. Kwa hiyo hapo inawezekana hata mwezi Februari tusiuguse zaidi, kwa sababu kuna kuwa na changing za tarehe mara kadhaa yanatokeaga. Kwa hiyo ili tuweze kutengeneza ratiba ambayo inaweza ikawa na usawa zaidi, nafikiri bodi ya ligi wameweza kuwaza kwamba tuweke mwezi wa 3, kwa sababu mwezi wa 3 hauna mahusiano ya moja kwa moja ya michuano ya CAF katika hatua hizi za makundi. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa kipindi hicho tafsiri yake ni kwamba kutakuwa na mechi mbili pekee. Maana kwamba robo finali home and away. Umeelewa? Kama timu zetu zitafanikiwa kuweza kusonga mbele kutakuwa na mechi mbili. Lakini kwa sasa ukiangalia kuna mechi zinachezwa hapa, takriban mechi 6 unaweza kukuta wanaweza kucheza, kwa sababu unakuta unacheza nyumbani mechi 3, unacheza away mechi 3. Kwa hiyo unakuja kuiona kwamba kuna mzigo mkubwa zaidi wa hapa kuweza kuipangilia ratiba yako na kuiacha tarehe 13 ichezwe kama ilivyo ada. Lakini pia kitu kingine sasa tunakuja kwenye hisia. Inawezekana ikawa ina uhalisia au isiwe na uhalisia. Katika nchi yetu ya Tanzania, Simba na Yanga ndio timu ambazo zinaleta icon ya ligi yetu. Na ushindani umekuwa mkubwa sana kabisa. Lakini pia inakuwa inabeba roho za watu. Kwa hiyo pia kile ambacho kiliweza kutokea msimu uliomalizika, tunacheza hatuchezi, inawezekana safari hii bodi ya ligi wamekuwa makini kweli kweli kabisa. Na ukiangalia katika mpangilio mpya wa kikanuni kwa bodi ya ligi inajitegemea, sio kama ilivyokuwa msimu uliomalizika kwamba wao wanafanya mambo yao pasipo kutegemea zaidi maamuzi kutoka TFF. Kwa hiyo hilo pia nafikiri limekuwa ni sehemu ambayo la kuweza kutengeneza mabadiliko na kuweza kuona sasa kuna tofauti gani ya nyie TFF kutuachia bodi ya ligi peke yetu na nyie TFF mkiwa na sisi. Kwa hiyo inawezekana katika hili mgogoro unaweza usiwepo kama uliokuwepo wa msimu uliomalizika bwana Cisco. Bado hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kukupatia zile small details kwenye hii taarifa ambayo imefanya bodi ya ligi kupeleka mbele michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, ikiwemo mchezo ule wa dabi ya Kariakoo wekundu na Msimbazi, Simba dhidi ya Yanga, Yanga dhidi ya Simba, ambao ulitoka kuchezwa mwaka huu kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Taarifa rasmi nimekuambia kwamba utachezwa mwezi wa 3 na mwezi wa 5, na michezo yote hiyo itachezwa muda mmoja, yani kwa maana ule mwezi wa 3 na mwezi wa 5 yote inachezwa saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Uwanja ni mmoja tu, yote hiyo itapata kupigwa pale Benjamin Mkapa. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii bwana, kuna baadhi ya watu wameweka jumbe zao
wakiwa wanasema ya kwamba taarifa za kubadilishwa kwa ratiba pia kuna timu kama imesaidiwa hivi. Maneno ya mashabiki, lakini kama kuna timu imesaidiwa hivi, la sivyo tungeona ile series ingeendelea. Ile series ingeendelea, si umeshaelewa? Wanakwambia imesaidiwa sababu imeonekana sasa wanaanza kujipata, wajipate vizuri ili na wao wapambane kwenda kulipa kisasi, la sivyo ile series ile ingeendelea. Hivi ni maneno ya kishabiki. Of course hizi timu mbili zinapokuwa zinakutana tambo zinakuwa nyingi sana nje ya uwanja kabisa. Na cha kushangaza ni kwamba hata kama Yanga anapoteza lakini akosi cha kusema kabisa. Simba anapoteza akosi cha kusema. Kwa hiyo vitu haviepukiki. Lakini nikiangalia facts za uhakika na facts za kimpira, nafikiri hizo ambazo nimezisema ndio fact ya halisi kwamba ya ratiba kiukweli imekuwa imebana sana. Na kama ikilazimishwa mechi hiyo kuweza kuchezwa, basi tutambue kwamba kuna mechi hapa katikati ambazo zitakuwa zinaleta ugumu zaidi, kwa sababu ukiangalia Yanga peke yake ameshacheza na Mtibwa Sukari, si ndio? Ameshacheza na KMC. Lakini hapo anatakiwa acheze na Namungo, anatakiwa acheze na Coast Union. Umeelewa vizuri? Alafu pia aje acheze na nani? Aje kucheza na Simba. Sasa twende katika ratiba tu ya kawaida. Anacheza tarehe 22, sawa? Haya tumuingize kwenye ligi kuu hapo. Anacheza lini hapo? Kwa sababu hapo wiki moja anakwenda kucheza kimataifa. Tumpe mechi moja hapo acheze na Namungo, si ndio? Baada ya kucheza na Namungo asafiri aende nchini Algeria akacheze mechi na JS Kabylie tarehe 29. Anarudi tarehe 29, anajipanga tena hapo, tumpe timu nyingine. Tumpe timu gani? Tunampa Coast Union. Sawa? Tukimpa Coast Union maana tayari hapo ni Disemba, tayari ishaingia hapo. Wiki inayofuata tunampa anakuja kucheza na Simba Sports Club. Unaona hiyo intensity ambayo anaipata kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapo lazima utakuwa una overdose wachezaji kabisa. Na hao wachezaji pia wana damu, wachezaji pia wanatakiwa pia kupata muda wa kupumzika, sio maroboti. Kwa hiyo lazima vitu vingine uviangalie katika fact yenye uhalisia, useme kabisa kwamba katika hili bodi ya ligi wanaweza wakawa wamefanya sawia kuweza kupeleka mbele mchezo, lakini mashabiki kwa nafasi zao, kwa kile ambacho wanakisema, wanaacha kama mashabiki, kwa sababu wao ndio wanaotumbuiza katika mpira wa miguu. Lakini ukija kuangalia kwenye fakti, unaona kabisa kwamba hapa tumeweza kuwasaidia pia hata wachezaji wetu kwamba nao pia waweze kupata muda wa kujipanga na kupumzika. Bado hivyo ndivyo ambavyo Steven Mapunda anamaliza na anatamatisha kwa namna hiyo. Lakini mimi nikwambie tu, endelea kufurahia maisha. Bat Quality ni kampuni bora ya Kitanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo na migongo mipana. Lakini pia usisahau, kama unataka kufanya usafi wa nyumba yako, una eneo lako umenunua kama shamba hivi linakuchefua kweli kweli, ina majani mengi, unataka kwenda kulisafisha, lakini kama haitoshi bwana, umejenga, unataka kuhamia, unataka pia usafishe jengo lako kabla ya kuhamia, watafute sasa hivi Double G Cleaners ili waweze kufanya muonekano bora wa eneo lako, wasafishe kupitia vifaa bora na vya kisasa. Wanapatikana kupitia namba ya simu ya 0675 3476 34. Ni 0675 3476 34. Mimi naitwa Cisco, nyuma ya kamera yuko Michael Rais, na tuna la ziada. Wailalika. Maasalam.